Mimi kwa majina naitwa Johannes Bucha, afisa kilimo katika halmashauri ya wilaya ya Bunda. Vile vile ni mratibu wa mradi wa kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi, yani Bunda Climate Resilient and Adaptation Project. Halmashauri ya wilaya ya Bunda na tunashiriki katika maonyesho haya ya kilimo msitu, maonyesho ya 10, na tupo katika sehemu kuu mbili. Tupo katika hili banda linaloonyesha bidhaa za wajasiriamali, pia tuna eneo la vipando. Katika eneo la hili banda kama unavyoona, tuna bidhaa zitokanazo na mazao yanayovumilia ukame kama mafuta ya alizeti. Pia tuna mbegu ya zao fulani linataka kufanana na alizeti, inaitwa safflower. Kwa hiyo pia tuna miche ya miti ya matunda ya muda mfupi na ya muda mrefu. Yote haya pia tuna matunda au na miti ya asili ambayo yanatumika katika tiba za asili kwenye mimea na kwa binadamu na hata kwa mifugo. Na hapa tumekuja na wajasiriamali na wakulima tofauti tofauti. Kuna wakulima wa zao la alizeti, wakulima wa zao la sulfur, wakulima wanaootesha miti na wakubebesha. Pia tuna wakulima ambao wapatao 12 kutoka katika mradi wa kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Tumewaleta kwa ajili ya kuja kujifunza mambo mbalimbali yanayohusu kilimo chenye kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa kawaida wote tunajua sasa hivi hali ya hewa sio kama ilivyokuwa zamani, hasa kwa mfano tukisema wakulima asilimia kubwa wanaotegemea mvua. Ina maana kwamba mvua zinakuwa hazinyeshi kwa wakati, au zikinyesha zinakuwa hazina mtawanyiko ule mzuri, hata kile kiwango cha unyeshaji. Kwa hiyo lazima tulime yale mazao ambayo yana uwezo wa kuvumilia ukame na yanakomaa mapema, kama hizi mbegu za alizeti tunavyoziona kutoka Karupekere. Lakini vile vile sisi hatuwezi tukahamasisha upandaji wa miti ambayo ina athari na mazingira, ambayo inamaliza rutuba au inafanya nini na nini. Sisi tunahamasisha kilimo au upandaji wa miti ile ambayo ni rafiki kwa mazao. Unaweza ukaipanda hiyo miti na kwa muda huo huo ukaweza kulima na mazao katikati ya mistari au ndani ya mistari ile ya miti. Wakulima kwa kweli wameitikia, ndio maana unaona mpaka sasa hivi tuna bidhaa nyingi tu. Hata sasa hivi wameshanunua, tulikuwa na miche ya miti hapa ya matunda mingi, lakini wameshachangamkia. Hata unavyoona mafuta yale zetu wameshachangamkia, na unaona hata mafuta yenyewe yana ubora ukilinganisha na mafuta mengine ambayo nimeshatembelea kwenye mabanda hapa na kuyaona. Naendelea kuhamasisha wale wenye uwezo wa kufika katika viwanja hivi waweze kufika kwa wingi sana, maana kuna mambo mengi ya kujifunza, si tu kwenye banda letu na katika mabanda mengine, na hata kwenye shamba maeneo yetu ya vipando. Tumepanda malisho ya aina tofauti tofauti ambayo yana tija nzuri katika masuala ya mifugo kwa ujumla. Matarajio yetu ni kwamba wakulima wote ambao wameshiriki katika mafunzo haya, ile knowledge, tuseme maarifa yale ambayo watapata kutokana na mafunzo haya au kutembelea mabanda haya, kutembelea maonyesho haya, waweze kuyafikisha kwa wakulima wengine ambao hawakupata fursa ya kufika hapa, na vile vile waonyeshe kwa vitendo kwenye mashamba yao. Kwa majina naitwa Robert Malima, ni mkulima wa mazao ya alizeti natoka kwenye wilaya ya Bunda DC. Kwa wastani tunalima mazao ya alizeti ambayo kwanza yanastahimili ukame. Uzalishaji wake ni mzuri, maana yake kwamba japokuwa wakulima hawajaitika sana, lakini uzalishaji ni mzuri. Pia tunapokuwa tunalima, tunayo mashine ya kukamua mafuta ya alizeti pale kijijini Karupekere pale. Tunasindika haya mafuta, ambapo tunapofika pale tunasindika zile mnada ya mafuta, na ndio haya tuliyoyaleta hapa kwa ajili ya maonyesho. Yanapatikana pale kwenye kijiji cha Karupekere pale. Tangu halmashauri pale kwenye kutuwezesha sisi wakulima, kwanza pale kwenye kijiji chetu pale, wakati tumepata hii mashine kupitia shirika la PCI, halmashauri ilitukopesha pesa taslimu milioni 8, tukanunua mashine ya kuchuja mafuta ya filter ambayo tulikopa tangu mwaka juzi, tumemaliza kulipa deni lao. Kwa hiyo halmashauri kweli tusaidia.
na pia halmashauri imekuwa pamoja na sisi kwa njia yoyote, kwa hali wakati wowote ule. Hapa halmashauri imetusaidia usafiri mpaka tumefika hapa. Pia halmashauri imekuwa ikitusaidia mbegu kwa ajili ya wakulima wetu. Matarajio yangu ni kama mambo mawili. Kwanza, nimekuja na mimi kujifunza kupitia wakulima wenzangu wao wanavyovuna na wanavyozalisha. Kwa hiyo hapa nimeona mimi kwa kitu gani ambacho sasa natakiwa na mimi niongeze jitihada yangu ya kuzalisha. Jambo lingine la pili pia ambavyo nimekuja kuona hapa, nimekuja kuona wakulima wa tofauti na mazao mengine sisi tunayoyalima kule. Maana kuna wengine wanao wazalishaji wa miti na matunda, na pia kuna wale wazalishaji wa madawa ya kienyeji haya miti shamba. Kwa hiyo hapa nimejifunza mambo mengi ambayo na mimi nilihitajiwa hii elimu niliyoipata hapa niipeleke kule nilikotoka.